Hii ni Bipo TV na hapa mbele yako unamuona ni Kisugu akiwa na furaha kweli kweli. Leo sauti haijakauka. Kaka, ulikuwa uamini kama utapata matokeo haya au vipi? Habari za asubuhi. Habari njema. Habari njema sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema ameendelea kutenda. Tumeamka salama tukiwa na afya njema. Jambo la kumshukuru, lakini pia tumeamka na furaha kwa kile ambacho kilichotokea jana. Ni jambo la kufurahisha, ni jambo ambalo kila mmoja amefurahi kuona namna ambacho kile ambacho alikuwa anafikiria hususan watu wa Simba kimekwenda kutokea katika uwanja Benjamin Mkapa. This is the Simba brother. Hii ndio Simba. Ilikuwaje dakika 10 zinaongezwa alafu refa kama eleweki hivi? Watu wametoka machozi jana. Watu walilia lakini walilia kwa furaha kuona namna ambavyo timu yao ina qualify kutoka hatua moja kutoka kwenda hatua nyingine. Lakini sisi tulijua na tuliwahi kusema. Tulikasema kwamba hii tunavuka. Kwa maana tulikuwa tumejiandaa kila eneo. Kwa maana tulikuwa tumejiandaa kila muda kuona namna ambavyo Simba inatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Nichukue nafasi hii niwapongeze sana wana Simba. Nipongeze sana management ya Simba. Niwapongeze sana technical bench la Simba, lakini kwa kipekee lazima niseme kwa dhati. Niwapongeze wachezaji wa Simba. Pongezi zangu ziende kwao kwa dhati, na wao ndio namba moja na wapongeza kwa sababu wao ndio walikuwa na jeshi ambao sisi kama niwahi kusema awali tutaendelea kusema, tutaendelea kuzungumza, lakini watu ambao walikuwa wanatakiwa kutengeneza sisi kuishi kwa amani ni Simba Sports. Wachezaji wa Simba wamekwenda kupambana jana kwa jasho na damu. Wamekwenda kuipambania nembo ya klabu, lakini wamekwenda kuwapambania wana Simba. Kila mmoja amekuwa shahidi. Wana Simba leo tunaishi kwa furaha mtaani. Wana Simba tunatembea kifua mbele kwa sababu kwa namna ambavyo wachezaji walivyopambana hawa wachezaji wa Simba hususan walichokuwa katika kikosi, hawa wachezaji waliosajiliwa mwaka huu, kwa namna ambavyo walivyojitoa, kwa rekodi walioiweka kuipeleka Simba nusu finali katika mashindano ya shirikisho barani Afrika, hawa wanatakiwa waandikwe na wino wa dhahabu katika historia kwenye kitabu cha kumbukumbu cha Simba Sports. Miaka 32 sio mchezo. Wachezaji hawa wa Simba kwa kile ambacho walichokifanya jana, mimi naamini leti Kisugu ningekuwa na uwezo, basi ningetengeneza masanamu tukawaweka katika sehemu ambazo zinastahili kuwekwa ili iweze kuwa kumbukumbu ya watu kuja kukumbuka baadaye kwa namna wachezaji walivyopambania nembo ya Simba. Nimpongeze sana captain wa Simba Mohamed Hussein Shabalala. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi kwenye dimba. Yeye ndiye aliongoza wenzake kwenye pitch ili kuhakikisha kwamba Simba inapata matokeo mazuri. Niliwapa salamu kutoka kwa wana Simba. Salamu alizipokea, wakaenda kupambana jasho na damu kuiona Simba inatoka hatua moja inakwenda hatua nyingine. Lakini mashabiki wa Simba, kwa nini nao niliwapongeza? Mashabiki wote wa Simba duniani katika hii mechi, kila shabiki wa Simba alijipa zaidi ya dakika 5 akisimama kwenye dua na sala kuiombea Simba Sports ili kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri. Management ya Simba. Mzee wangu mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Mwenyekiti ya bodi Mohamed Dewji Mo. Hongereni sana. Wajumbe wa klabu ya Simba, unamzungumzia Salum Abdalla Tayagen, unamzungumzia Muba, unamzungumzia Isa Masudi, unamzungumzia dadangu Asha Baraka, unakwenda kumzungumzia Suleiman Harubu, unakwenda kumzungumzia daktari yule kidogo jina limenitoka kidogo, nafikiri atasamehe, wamefanya kazi kubwa. Mzee wangu Hassan Dalali, ndugu yangu Swedi Mkwabi, Idi Kajuna, mimi naamini siku zote na nawakumbusha viongozi wa Simba na mashabiki wa Simba, silaha ya Simba ni umoja. Moja ya sababu ile tusababisha jana Simba kupata matokeo mazuri, silaha ile ya umoja tulitumia vizuri kuelekea katika huu mchezo. Na naamini umoja huu ukiendelea, tukaenda kusimama kushikamana, tukasimama kwenye slogan Simba moja, wallahi na hapa mbele ya maiki ya Bipo, Simba anakwenda kuwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Sababu umekutana na kibonde. Niliwahi kusema watu hawakuamini maneno yangu. Niliwaambia Simba naiona nusu finali na finali na kwenda kuwa mabingwa. Watu wakanibeza wakasema yule mzalamu wa kwenda shule analopoka. Nakuita memko.
Wengine wakaniambia jina yule memkwa bwana. Kazi yake kuongea tu. Waswahili wanasema lisemalo lipo kama lipo. Simba anakwenda nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Nusu finali ni nini? Nusu finali sio neno. Nusu finali ni vitendo. Timu zilizobaki katika mashindano yanaandaliwa na CAF. Kwenye bara la Afrika ziko 8. 4 ziko klabu bingwa, 4 ziko shirikisho. Tunaumia Kisugu. Na wataumia sana. Na wataendelea kuvaa jezi sana. Maana yake sifa ya mtumwa wewe kuwatumikia watu ambao wanio kutuma. Yawezekana kuna upande mwingine kuna watumwa. Kuna muda mwingine wewe unakuwa mtumwa ujielewi kama wewe mtumwa, lakini bado unaendelea wewe kuwa mtumwa. Wataendelea kuvaa jezi mpaka dunia ishe. Wataendelea kununua jezi mpaka Mungu anaichukua dunia yake. Simba itabaki kuendelea kuwa Simba. Na lazima niseme kupitia Bipo. Huu ndio ukweli. Kuna watu utawagusa, lakini naomba wanisamee leo, naamua kusema kwa fulani niliokuwa nayo. Simba na Yanga kwenye utani tumetoka. Kuanzia leo mimi natangaza rasmi, ni Yanga sio watani yetu, Yanga ni maadui. Sio watani wewe. Na Simba libebeni, sio watani tena. Ni maadui. Yanga ni maadui. Kuna utani na kuna uadui. Hawa si watani tena, hawa umeingia katika kundi la uadui. Baada ya kuvuka nusu finali leo. Brother, vita ilikuwa kubwa. Imagine, jaribu kufikiria katika akili ya haraka. Waarabu siku zote, viwanja vyote duniani, kuna lango ambalo kila timu inatakiwa lifanyeje? Lipite. Leo Waarabu inafikia mahara wanakataa kupita kwenye mlango mkubwa, wanakwenda kupita vichochoroni. Wao ni wageni, wana siku 3 katika nchi. Zile njia walizopita wamejuaje? Walipitaje? Waarabu wakujua mlango huu, ndio waandishi wa habari nasi tunapita huko. Yanga anahusika, wanataka kusema hivyo. Hawa, nimesema hawa. Watani zako. Si watani, hawa ni maadui. Na niwaambia mimi. Wanataka waharibi. Kicheka na nyani, utavuna mabua. Sugu. Ukicheka na nyani, utavuka mabua. Yote baada ya kutumika nyingi. Kuna wachambuzi wanatumiwa. Kuna wasemaji wanatumiwa. Kuna baadhi ya watu wanajifanya wana Simba wanatumiwa, lakini yote wanapambana ili kuhakikisha kwamba mipango ya Simba isende sawa sawa. Nitakupa mifano iliyokuwa hai, ushahidi upo. Kabla hii mechi 80% ya watu wote wanaojiita wachambuzi waliipa Simba 25% kupita kwenye mashindano haya. 30 wengine. Jana wamebadilika, nasikia kwenye maredio wanasema Simba kinachowabeba timu yao ina combination ya timu, lakini individual mchezaji mmoja mmoja kwa uwezo hawana. Lakini wako wasemaji wametumika. Wako wengine wanajiita sijui chuma cha Rufiji, sijui chuma cha Mkongo, sijui eti wanasema ukitaka kushinda Simba kawaige Yanga, kawatazame Yanga. Hawa wanatumika hawa. Kwa hiyo nataka kuniambia jana kwamba mmewaiga, walikuwa wanasema hivyo. Tusicheke nao hawa. Unaendaje kujifunza kwa mtu ambaye anahitaji kwa goli moja achukue zaidi ya bilioni 2 na milioni 200? Ameshindwa, alafu wewe ukajiige uende nusu finali kwa kutumia yeye. Zile zilikuwa za propaganda ambazo linatakiwa sisi kutuingiza kwenye nini? Kwenye kenge. Bipo. Niwaambie wana Simba. Pita. Umsemo mara nyingi huwa anapenda kusemelea sana kakaangu Juma Ramadhani Mgunda Gadiola Mnene. Huwa mara nyingi anasema mwanzo mwisho wa safari moja na ndio mwanzo wa safari nyingine. Mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Bado Simba tuna safari ndefu. Hii flat tuliyokuwa nayo ya timu yetu kwenda nusu finali, mimi nafikiri tuimalize leo. Kesho tukiamka tuweze kupanga mikakati ya kwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Muda uliobakia ni mchache. Kwa ratiba namna nilivyoiona jana, inahitajika tucheze tarehe 20. Yawezekana tukacheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa na wale wa South Africa. Tarehe 20 leo tunazungumza ni tarehe ngapi? Tarehe 10. Zimebakia siku 10 mbele. Zinahitaji maandalizi. Kwa hiyo lazima nichukue nafasi niombe sana wana Simba.
tusilewe sana na furaha, tujaribu kurudi kukaa, tuende kutengeneza mikakati. Tunajua hii mechi tutaanzia nyumbani, tutaimalizia ugenini. Kwa maana hiyo, kwa namna moja au nyingine inahitajika mechi ya nyumbani, twende tukamalize mechi, tupeleke finali. Iwapeleke finali. Yes. Nakutana na Stellenbosch kutoka South Africa kwa Madiba. Imekuwa ngumu sana kupata matokeo katika ardhi ya South Africa ambapo mnaenda kumaliza ungwe la pili baada ya dakika 45 za kumalizika hapa Dar es Salaam. Haijafahamika mnacheza wapi. Huu mchezo unaonaje, kwa sababu naye pia kamaliza nafasi ya pili na alikuwa kundi moja na RS Berkane. Hatimaye naye ametinga nusu finali. Na mnamkaribisha hapa na mnenda kumaliza kwa Madiba. Mnapajua kwa Madiba ilikuwa ngumu sana miaka hii ya karibuni. Unaonaje huu mchezo? Kwanza kabla sijakwenda kwenye mchezo niseme lugha moja. Utakachomuomba Mungu ndicho ambacho atakachokupa. Kabla hatujapengiwa na Almasri, siku ya draw, wana Simba wengi walikuwa wanaomba kukutana na hao wa South Africa wakiamini kwamba moja ni timu nyepesi. Kwa bahati mbaya, bahati nzuri, tukakutana na Almasri tukawatoa. Lakini kile ambacho tulichokiomba Mungu sasa ndio ameenda kutufanyaje? Kutupa. Lakini ni waibie siri wana Simba. Tunakwenda kucheza mechi ngumu. Tunakwenda kucheza na watu wagumu. Watu ambao wamecheza na bingwa mtetezi dakika 180 hawajapata goli. Bingwa mtetezi. Si nimeeleweka vizuri? Ndio. Stellenbosch. Dakika 180 wamecheza na bingwa mtetezi Zamalek. Zamalek ameshindwa kupata goli. Matokeo yake kapigwa yeye. Hii kinachokuonyesha namna ambavyo tunakwenda kukutana na timu ngumu. Tena kaenda kupita ugenini. Na Mwamba amekwenda kuchukua ushindi ugenini. Moja tu. Tunahitaji kujipanga. Tunahitaji kusimama kwenye dua na sara. Tunahitaji kuendeleza umoja wetu ili kuhakikisha kwamba Simba tunakwenda finali ya shirikisho barani Afrika. Mimi naamini inawezekana. Inawezekana. Na nimuombe msemaji Ahmed Ally. Najua amelala. Tungekatumia ka slogan. Finali inawezekana. Moja kati ya falsafa yao Stellenbosch ni wanatumia counter attack, lakini wanakaba sana, wana viungo wazuri, ndio maana jana walishindwa Zamalek kuifungua safu yao ya ulinzi. Sasa inaenda kukutana na Simba ambaye kidogo kule mbele wanasema inasuasua. Itakuwaje Kisugu? Mimi naamini ni mechi nyingine. Ni mechi ambayo technical bench nafikiri wameshaifanya kazi. Kuona namna ambavyo itakuwaje hiyo mechi. Lakini naamini sisi tuna timu bora. Tuna wachezaji ambao wana dhamira ya kweli kuiona Simba inakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Tuna mwalimu, bahati nzuri mwalimu ametoka South Africa, na jana nilikuwa najaribu kusoma, inaonekana mwalimu katika jimbo ambalo lilokwenda kucheza ndio jimbo ambalo amefanyaje? Ametokea. Stellenbosch mwalimu anawafahamu vizuri. Ni timu nzuri, ni timu ambayo inashambulia kwa pamoja na inarudi kwa pamoja, lakini mimi naamini tutatengeneza mpango kazi, tutakwenda kufanya vizuri inshallah, Mwenyezi Mungu ikimpendeza. Tutaiona Simba finali katika mwaka huu, shirikisho barani Afrika. Tutaiona finali. Yes, tutaona finali. Kidogo sasa hivi tajiri anaanza kufurahi. Jana watu duniani wapo bwana. Semaji kalia wewe hujalia Kisugu. Mimi wakati mechi ile inaanza nilipokea message kutoka kwa mamangu. Mama Doris, mama wa Demwai. Akanambia, mwanangu, kakaangu, hii mechi tunavuka. Lakini alichonishangaza, alichosema ndicho ambacho kilichotokea. Mimi nilimbishia nikitaka nikuonyesha ushahidi wa message. Alinambia tunakwenda kuwaua kwenye penalty, mpira haujaanza. Mama Doris wa Demwai ananiambia hayo mambo. Mimi nikamwambia mama, haiwezekani tunamaliza ngoma dakika 90. Akamwambia nisikilize mimi. Kwa hiyo lazima nimpongeze sana. Kwa namna alisimama kwenye dua na sara, kile ambacho alichokitabiri ndio kitu ambacho kilichokwenda kufanyaje? Kutokea. Lakini washukuru sana wana Simba ambao wako ndani ya nchi na wako nje ya nchi, wamesimama kwenye dua na sara kuombea timu yao, kuona namna ambavyo inapata matokeo mazuri. Kakaangu pale Jimmy, mwamba mmoja yuko Botswana, lakini pia Ken kutoka kule Nigeria, nafikiri wote walisimama dua na sara ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa sawa. Kakaangu Nasoro Muselem Nasoro kutoka Simbawanga, chuma iko shehe. Chuma hicho. Yaani huyu mwamba nikiamua kumzungumzia historia yake hususan kwenye football, nafikiri ndipo ninaweza nikachukua muda wako wote wa siku nzima.
Nasoro Muselem Nasoro. Ana hatari. Alinambia wewe sema. Kisugu maliza maneno. Kisugu hapa miungu. Simba Sports inakwenda nusu finali. Kisho bana inafika. Watu walishuhudia balala. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko salama chini ya mama yetu Samia Suluhu, hususan katika upande wa michezo. Afrika Mashariki na Kati na imani kwamba iko salama katika michezo. Mtetezi wa kweli na mpambanaji wa kweli anaotoa jasho na damu kuhakikisha Afrika Mashariki na Kati kwa maana Sekafa inakuwa salama, iko vizuri, iko sawa sawa. Wapongeze wachezaji wa Simba, wamefanya kazi kubwa. Tupongeze management ya Simba, lakini cha mwisho lazima niwaambie, mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Ni mwanzo wa safari nyingine. Yes, mwisho wa safari moja, mwanzo wa safari nyingine. Uliwaita maadui wanacheza leo. Inshallah Mwenyezi Mungu awape kile ambacho Mungu alichopanga. Alafu anakuambia sehemu walioingia wametia mara 2. Mashindano gani? Mashindano gani anacheza? Sehemu mloingia mlikuwa mnamtaka, sehemu ambapo mlikuwa mbovu kule mbele, wametia mara 2. Kisugu. Mwalimu anasema anaendelea na ujenzi wa timu. Anaendelea na ujenzi wa timu. Na mimi na timu Simba inaendelea kujengwa. Jana mwalimu anasema interview Simba iko kwenye 65%. Akasema na haja ya kuongeza kiungo bora namba bora Mtanzania. Mimi kamtaja Mtanzania. Mimi ukiniuliza kiungo gani bora Mtanzania, basi lazima nimtaje Faisal Salum Faitoto. Wewe unasemaje? Sisemi kwamba Faitoto amesajiliwa Simba, ila mimi nikiletewa karatasi na kupiga kura, kile ambacho alichozungumza mwalimu, akazungumzia namba 10 bora wa ndani, mimi ukiniuliza nisiwe mnafiki mbele ya Bipo TV, basi nitakwambia Faisal Salum Faitoto. Si Aziziki. Waje tunawataka waje. Kwa sababu mshikaji wako ndio maana unampigia. Waje tunawataka waje. Wataondoka bila kuaga. Walabu wamesahau kila kitu. Rotana hoteli hapo. Wataondoka bila kuaga. Watu jana wamesahau waliingilia kona gani? Bwana tunashukuru sana Bipo. Ile goli ile siri na nini la upande wa kule. Na mkejichanganya. Mbona raha. Na mkejichanganya jana. Nikupe za mwisho sasa. Tuziache lakini ngumu hizo. Niambie. Sema bwana. Wana Bipo unajua wanakusikiliza. Lazima nisikilize. Sio wana Bipo tu wa Tanzania. Tanzania wananisikiliza. Nchi nyingi. Tanzania, Jamhuri ya Muungano wananisikiliza. Afrika Mashariki na Kati wananisikiliza. Aliamka Afrika Mashariki na Kati na kuchukia upande wa michezo, huyo sio mwana Afrika Mashariki na Kati, huyo anakuwa mnafiki. Kwa sababu nchi na watumwa wengi wanalala wakiamka wananunua jezi ambazo za watu wanaokwenda kucheza na Simba. Kuna mwamba mmoja amenunua jezi namba 19, mwambieni avae. Mwambieni wavae. Umekalili hadi namba. Na wataenda kununua jezi sana, wataendelea kununua kwa sababu hao watumwa wa Waarabu. Wananunua jezi, wanabebeshwa mizigo, Simba tukija tunapiga Waarabu. Wanabebeshwa mizigo, wananunua jezi, Simba tukija tunapigwa. Bwana mkashikilia kwenye mshono pale, mkamwambia meneja kaa huko. Uwanja tunasimamia wenyewe wazee. Simba nyinyi. Silaha yetu hii tukiendelea kuitumia. Silaha ya umoja ikiendelea kusimama. Wallahi naiona Simba anakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Hakuna wa kutuzuia. Wewe leo kama Haji Manara anakaa anaiombea dua Simba, we nani? Anaipongeza pia. Privadinho anakaa anaiombea dua Simba, we nani? Akaa kwa jana kaipongeza jana. We nani? Haji ameshawahi kuambia Watanzania, giant ni mmoja tu, ni Simba Sports, na Simba anaonyesha ugiant wake. Leo hii tunapozungumza Afrika Mashariki na Kati, zaidi ya nchi 9, giant nani kwa football? Haji hajongopa. Ila nimwambie Haji kitu kimoja na kidogo sana. Inna Allaha maswabirina, ujumbe ameupata. Kama na mapenzi vijana, nimeshangaa naipongeza mapema. Sio yeye tu. Privadinho mdogo wangu kaomba dua Simba jana ifanikiwe. Nimpongeze sana katika hili. Nao wanavaa tu je. Na kama atabisha Priva, yes ana akaunti yake, aseme Kisugu muongo, nimpe ushahidi watu wa message alioniandikia mimi. Aseme suu tu.
Bwana Kisugu, asante sana. Asante. Lakini kabla ya kuondoka, watazamaji wako wa nchi mbalimbali kutokea Bipo walikuwa wanatamani kidogo uongee nao japo kwa dakika moja. Mimi nakuachia maiki ya Bipo uzungumze nao. Kwanza niwashukuru wa Tanzania kutoka Finland. Niwashukuru wa Tanzania ndugu yangu Idrisa kutoka Uswizi. Nimshukuru kakaangu Jimmy kutoka Botswana. Mmeonyesha watu ambao wana mapenzi ya kweli juu ya timu yao. Hiki ambacho nilichokifanya waendelee kukifanya. Na niwaombe sana, nguvu zao bado zinaendelea kuhitajika kwa wana Simba ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kufanikiwa juu ya mambo yake. Wataifanikisha vipi? Watasimama kwenye dua na sala, lakini pia kuna muda mwingine lazima wawapushi wana Simba kuhakikisha kwamba wanakwenda kushuhudia na kuiona timu yao katika uwanja Benjamin William Mkapa. Bipo mupo, namba zenu za simu zipo. Pinde ndapo Simba ilipocheza, sio dhambi kukutumia nyinyi Bipo kuwatumia tiketi mashabiki wa Simba. Wakishindwa Bipo, wakikosa kutafuta, basi wamuone mwamba Kisugu. Wafanye mambo ili Watanzania tiketi waonyeje, wapate wana Simba wenzenu kwenda kushuhudia mechi. Lakini niwashukuru, wamekuwa kiungo muhimu sana. Bipo kupitia Ken mwamba mmoja kutoka Nigeria na kuhakikishia Bipo TV itakwenda South Africa. Ken kutoka Nigeria ana uwezo mkubwa kuwachukua watu wa Bipo wawili, mtu wa kamera na mtu wa maiki, na kuhakikishia salamu hizi akizipata atakupelekeni South Africa kwenda kuishuhudia Simba inakwenda fainali ya shirikisho barani Afrika. Bipo jiandaeni, Ken anaweza, Idrisa kutoka Uswizi anaweza. Bipo mnafanya kazi kubwa. Wao wadau wa Bipo, kwa nini wasiwasafirisha Bipo kwenda South Africa? Kwa nini Bipo isiende kwa Madiba? Bipo mwaka huu jiandaeni. Ken amenisikia. Kaka Jimmy kutoka Botswana amenisikia. Kaka Idrisa kutoka Uswizi amenisikia. Mwamba mmoja Nazareth kutoka Swaziland amenisikia. Bipo lazima twende. Lakini Dosa endi. Dosa asende. Dosa endi.